Mama wa marehemu Kanumba amejikuta akilia machozi baada ya kila ambacho yeye ameweza kudai kwamba Wema Sepetu ameweza kumtamkia, ikiwa tu ni sababu ya kila ambacho aliweza kukisema kwamba Wema Sepetu sababu ya kutokubeba ujauzito ni yeye kukataa ama kufuata ushauri wa watu wengine na kushindwa kwenda kwa mamake na Kanumba kwa ajili ya kukata ile mizizi ya laana ambayo Wema Sepetu aliachiwa na Kanumba, ndio maana akawa anashindwa kubeba ujauzito. Kauli hii inakuja baada ya Wema Sepetu kuweza kujulikana kwamba kumbe huo ujauzito aliokuwa nao sasa hivi hakuna kitu chochote. Kwa hiyo baada ya hayo yote kuweza kutokea, mamake na Kanumba ameweza kufunguka wazi na kusema jinsi ambavyo Wema Sepetu ameweza kumtamkia na maneno ambayo ameweza kumtamkia pia yote ameweza kuyasema. Tutakwambia hapo yote uweze kufahamu kila ambacho kimeweza kusemwa, ikiwa ni maneno ambayo yanasemekana Wema Sepetu ameweza kumsema mamake na Kanumba, na huku akiwa anamtuhumu kwa mazito kuhusiana na sakata zima la yeye kutokubeba ujauzito, ikiwa ni sakata ambalo tunafahamu siku za hivi juzi kati hapa lilibeba taswira mpya na watu wengi wakawa wanaamini kwamba Wema Sepetu ni mjamzito, lakini kumbe kuna namna tu alikuwa anatengeneza kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anazima yale maneno ya watu walivyokuwa wanamtukana pamoja na kumsema vibaya na vitu kama hivyo. Sasa Wema Sepetu amemtamkia nini maneno, amemtamkia maneno gani mamake na Kanumba? Yote tutaweza kuyasikia hapa, lakini mimi zaidi naomba nikukumbushe tu kwamba kuna mengi zaidi ambayo itakushangaza zaidi na utaweza kuyasikia hapa na kuyatazama hapa kupitia channel yetu. Kwa hiyo muhimu zaidi naomba nikukumbushe kutumia sekunde moja kubonyeza neno subscribe hapo chini hii video. Baada ya hapo like video, kisha sehemu ya comment hapo utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kile ambacho utakuwa umeweza kitazama katika hii video. Mimi naitwa Gabby Official. Hii ni Bongo Vibe channel namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zile updates zote kuhusiana na stories ambazo zina trend mimi nakuwa nakuletea hapa kwa wakati sahihi kabla hujaweza kuzipata mahali pengine. Sasa tunafahamu na tunaelewa, bila shaka watu wengi walikuwa wanaamini kabisa kwamba Wema Sepetu ni mjamzito. Wengi tulikuwa tunaamini kutokana na kile ambacho Wema alikuwa anakiposti, hususan kupitia Snapchat yake, kuonekana yuko airport tumbo lake likiwa kubwa, akionyesha simu akiwa anaongea na Diamond Platnumz video call na vitu kama hivyo. Mengi alikuwa anaonekana, na kumbe inasemekana kwamba kuna kiki ambayo ilikuwa imetengenezwa bwana. Wema Sepetu alikuwa ana lengo lingine la kuzima mashambulizi ya watu ambao walikuwa wanamsema vibaya. Mamake na Kanumba tunafahamu siku kadhaa zilizopita wakati anafanywa interview na moja ya kituo cha radio hapa Dar es Salaam, aliwahi kufunguka na kusema kwamba Wema Sepetu sababu ya yeye kutokuweza kuwa na uwezo wa kubeba ujauzito ni makosa ambayo aliyafanya mwenyewe kipindi ambacho alikuwa na date na Steven Kanumba. Ndio mpaka leo Wema hajegi kabisa kupata ujauzito, na alisema kwamba kama Wema hatakuja kukiri na kutubu, basi uwezekano wa yeye kuweza kubeba ujauzito itakuwa ni ngumu zaidi. Sasa watu wakawa wanajiuliza kwamba hii imekaeje, lakini wakati maswali mengi yanaulizwa, muda mchache baadaye, siku kadhaa baadaye, tukaja kushuhudia tetesi za Wema Sepetu kwamba ana ujauzito. Mengi alisema, tuliona pia Wema Sepetu mwenyewe pia akionyesha mara kadhaa, lakini pia akiwa anasema kwamba anahisi kichefchef, tumbo lake linataka kula korosho. Alikuwa anahangaika mambo mengi sana, lakini this time around pia mambo yamebadilika kabisa baada ya mamake na Kanumba kuongea kwamba Wema hawezi kubeba ujauzito. Sasa Wema Sepetu inaonekana amemjia juu mamake na Kanumba na kuweza kumtamkia maneno ambayo kiheshima, na ukiangalia vizuri zaidi utaona kabisa kwamba Wema amekosea kwa kiasi kikubwa sana, kwani amemwambia kwamba huyu mama ndiye ambaye anasababisha yeye kutokuwa na uwezo wa kuweza kubeba ujauzito. Wema amedai kwamba kama tatizo ni mwanae, basi mama angeweza kufanya chochote, na hata kama Wema yeye hajaenda kwake, ili mwisho wa siku tu kuweza kuhakikisha kwamba anarekebisha lile tatizo ambalo mwanae yuko nalo. Kama kweli la sivyo, basi huenda huyu mama atakuwa amefanya ushirikina ili kumkomoa Wema kwa sababu tu alitoa ujauzito wa mwanae. Yalikuwa ni maneno ambayo mamake na Kanumba ameyasema kwamba ameambiwa na Wema Sepetu, kitu ambacho kimempelekea kujisikia vibaya na kuona amekosewa heshima kwa kiasi kikubwa sana, hivyo akajikuta na mwaga machozi, kwa sababu tunafahamu Wema alikuwa ni mmoja wa watu muhimu sana, alikuwa anaita mkamwana of course. Yes, sasa baadaye amegeuka kuwa ndiye chanzo cha Wema Sepetu kutokuwa na uwezo wa kubeba ujauzito. Kisa tu alikuja kufunguka ukweli kwamba sababu ya Wema kutokubeba ujauzito ni kitu fulani. Sasa nani hapa yuko sahihi? Wema Sepetu kumtuhumu mamake na Kanumba, au mamake na Kanumba alikuwa sahihi kusema kufunguka kwa sababu gani ambayo anampelekea Wema Sepetu asiweze kubeba ujauzito mpaka leo hii hapa hivi? Na je, kama ni kweli ingekuwa ni
rahisi kwa Wema Sepetu kweli kuweza kuzunguka na kuhangaika wakati anajua na anafahamu solution ipo na sio solution ya gharama, na tunafahamu kwamba hawajai kugombana kabisa na mamake na Kanumba. Comment yako ikihusika hapo chini ndio comment sana, lakini mimi msaidi, usisahau tu kusubscribe kwa ajili ya kupata updates mbalimbali.